Kwa hiyo ndio maana kwamba muamini anadhihirisha kila ambacho amepokea katika Kristo Yesu kwenye mwenendo. Yaani muamini ana roho wa Mungu ndani yake. Ana sababu yoyote ya kutokuwa na matendo mema. Maana anakuwa na kidhihirisha kila ambacho amepokea. Kila ambacho amepokea. Kila ambacho amepokea. Muamini ana roho wa Mungu ndani yake. Ana roho wa Mungu ndani yake. Na huyo roho wa Mungu ndani ya muamini anatusaidia kuenenda sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Huyo roho wa Mungu ndani yetu anatusaidia kuenenda sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Anatusaidia kuenenda sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo matendo ya muamini baada ya wokovu ni ya muhimu. Ni ya muhimu kabisa. Ni ya muhimu. Kwa sababu pale ambapo muamini ameokoka, kwamba Mungu umebadilishwa asili. Umepokea asili ya kiungo ndani yako. Kwa hiyo muamini anatarajiwa kuenenda sawa sawa na asili yake. Anatarajiwa kuenenda sawa sawa na asili yake vile alivyo. Vile alivyo katika asili yake ndivyo muamini anatarajiwa kudhihirisha katika mwenendo wake, ya kwamba Mungu alitupenda. Hivyo na muamini anaweza kutembea katika upendo. Anaweza kutembea katika upendo. Kwa sababu Mungu alifanya, sio kwamba yani Mungu hawezi kukuambia ufanye kile ambacho hajakupa au hajakupa uwezo. Anajua hauna uwezo wa kufanya hicho, bali ni kwa sababu yeye mwenyewe alifanya kwanza. Alifanya kwanza na akatupa roho wake ndani yetu. Ametupa roho wake ndani yetu. Hivyo huyo roho anatusaidia tuenende sawa sawa na asili yetu. Tuenende sawa sawa na asili yetu. Kumbuka tumesema kwamba ukuaji wa kiroho sio jitihada zako, bali ni kwa sababu huyo roho wa Mungu anakaa ndani yetu. Ni kwa sababu tuna roho wa Mungu ndani yetu anaye tusaidia. Kwa hiyo katika mwenendo wa muamini tunamtegemea roho wa Mungu aliye ndani yetu, anayetusaidia kuenenda sawa sawa na asili yetu. Kwa hiyo muamini aliyechagua kutembea nje na asili yake, au muamini anayenenda nje na asili yake, ni muamini ambaye amechagua kutokuwa mtiifu. Anaenenda nje na kile ambacho amepokea ndani yake. Huo ndio mwenendo wa muamini. Ni katika asili aliyo nayo ndani yake, anadhihirisha katika mwenendo wake. Haleluya. Kwa hiyo muamini ana sababu yoyote. Ana sababu yoyote. Ana sababu yoyote. Ana sababu yoyote ya kuenenda nje na asili yake. Kwa hiyo tuna roho wa Mungu ndani yetu ambaye ndiye tunayemtegemea. Ambaye ndiye tunayemtegemea ili tuenende sawa sawa na asili yetu. Ili kwamba tuenende sawa sawa na asili yetu. Kwa hiyo katika mwenendo wa muamini ni
mtu anafaa kuwa ni muhimu sana. Ni wa muhimu sana. Ni wa muhimu sana. Unakumbuka tukifundishwa katika somo la kumsikia Mungu. Ile ambayo tulifundishwa kuhusu pale kwa Efeso 5 mstari wa 15. So angalieni sana jinsi mnavyoenenda. Hao ni waamini wanaambiwa maneno hayo. Angalieni sana jinsi mnavyoenenda. Na tuliona kwamba hilo neno mnavyoenenda, neno akrobos, kwa Kigiriki, ambalo linamaanisha exactly au diligently au accurately. Yani muamini anafaa kuwa very accurately kwa mwenendo wake. Na tulipewa mfano wa kwamba ni natumize hilo neno ni kama mtu ameweka kamba hapa na hapa, huku na huku, alafu unaambiwa utembee katikati, kwa hiyo kamba. Yani namna ambavyo unafaa kuwa mwangalifu, makini, usianguke, utembelee kwa hiyo kamba, sawa sawa. Ndivyo muamini anafaa kuwa makini, katika mwenendo wake, katika mwenendo wake. Haleluya. Kwa hiyo na tunaona kwamba sio jitihada zako. Kumbuka kwamba tunaye Roho wa Mungu ndani yetu. Tunaye Roho wa Mungu ndani yetu anayetusaidia kuenenda sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo mwenendo, tunaona kwamba mwenendo wa muamini ni muhimu sana, na muamini anafaa kuwa makini. Anafaa kuwa makini kabisa. Baada ya kupokea haki ya Mungu, baada ya kupokea haki ya Mungu ndani yetu, ambayo sio kwa sababu ya matendo ya sheria, bali ni kwa sababu ya imani, ya imani. Basi hiyo haki ya Mungu sasa inadhihirika katika mwenendo wetu wa kila siku. Tunadhihirisha, muamini anatarajiwa kudhihirisha hicho alichopokea katika Kristo Yesu katika mwenendo wake. Haleluya. Muamini anatarajiwa kabisa kudhihirisha kile ambacho amepokea katika Kristo Yesu katika mwenendo wake. Kwa hiyo naona muda umeniacha, unaweza ukasimama kwa miguu yako. Na saidia kunena kwa lugha kwa dakika 2.